tena. Pole sana rafiki yangu. Utapona tu. Sawa rafiki yangu. Lakini kuna mambo ambayo yanapitikana hapa kijijini ambayo sijaelewa. Sikia nikwambie rafiki yangu. Kuna mambo hutaki kuelewa. Habari yako Elena? Unaendeleaje? Salama kakangu. Esther, umekuja kumuona rafiki yako? Ndio mtabiri. Lakini kuna mambo yanaendelea hapa kijijini, sio salama. Mtoto mzuri. Wala usijali. Hakuna mambo mabaya hapa kijijini. Mtabiri. Majani kwa hapa kijijini. Lakini wewe hujui. Sikiliza Esther. Wewe bado mdogo sana. Subiri ukomae. Sawa Esther, nimekuelewa. Ila utakaporudi nyumbani ukamsalimu kakako. Kumbe mpumbavu. Unaona damu kisha unaniambia eti maji. Mpumbavu. Sada, unajua kama kuna vitu ambavyo vimeshanishangaza hapa kijijini? Vitu gani Sandra? Kuhusu kifo ya mlinzi ambaye amekufa kwenye ufali. Asa, unashangaa na kifo chake kivipi? Amekufa kivuja damu kama alivyokufa mdogo wake na Salome. Ha! Ni hatari kabisa dadangu. Ama kweli naniumiza sana. Sawa. Esther! Salima! Popu! Sada! Leo! Ni matatizo sasa. Raya, mfano, nisikilize. Kimbia haraka iwezekanavyo. Ukamwita mganga hapa. Aje mara moja. Sawa mfano. Mganga, yamekuwa makubwa sana kwenye kijiji. Niliwaambia matako yenu. Niliwaambia matako yenu. Mganga, ona kinapoendelea. Wanakijiji wangu wote wamefariki. Na sijui tatizo ni nini. Mfalme, hao watu hawajakufa. Ni wazima, lakini mizimu inakasirika sana. Sasa mganga, nashangaa. Sasa
Kwa nini sasa wanakijiji wanavuja damu? Sababu ni kafara ambayo nilikwambia, na usipotii hiyo kafara watakufa wote. Sawa mganga, sasa inabidi niitishe wanakijiji wote ili niwaambie. Ndio hivyo, inabidi niwaamshe. Sawa, subiri niite wakuu niwaite ili wafanye kazi, kwa sababu hawa watu hawajakufa. Wakulungwa, tunaandaa kafara. Ndiyo mkuu, mfalme ni hapa anakusikiliza. Atafanya kikao kwa wanakijiji wote ili kafara itolewe. Mfalme, tayari imefanya kazi, lakini zingatia hiyo kikao kwa wanakijiji. Sawa mganga, wala usijali, nitatimiza hilo. Maana siwezi kubali wanakijiji wangu wafariki. Sawa mkuu, naondoka. Shabula! Sikilizeni nyote wanakijiji wangu. Mizimu ya Sikita imekasirika sana. Ninatakiwa kumwanga damu ya mnyama kwa wanakijiji wote. Tamani mfalme, kafara za nini? Kafara kwa sababu nilitawazwa hapa kuwa mfalme na sijatoa kafara yoyote. Mfalme, na mnyama ambao wanakijiji watatoa kafara wataitoa wapi? Sikilizeni, sio mnyama ila ni damu ya mnyama, na inatajika kila wiki tunatoa hiyo damu. Mume wangu, mbona sielewa ya mambo? Mke wangu, utanielewa tu. Sijui ndatoa wapi hiyo kafara. Hata na mimi Viki, sijui ndaitoa wapi. Shavula Malkia. Shavula. Sara, na mazungumzo kidogo na Viki. Naomba tupishe. Sawa Malkia. Viki, je, kwenye utawala wa babake na Rai kulikuwapo na kafara? Hapana Malkia wangu, au kuwepo kafara. Hasa kwa nini mizimu inahitaji kafara kwa kila mwana kijiji? Hata nami sijui Malkia wangu. Wana kijiji hawataweza kabisa. Kwa sababu ya laana ambayo imeshakuwa hapa kijijini. Raja, nasikia eti Gado amefariki. Je, ni kweli? Ndiyo Raya, ni kweli, lakini kifo chake ni kama vile mdogo wake na Salome. Raja, mimi na kitu kinanishangaza. Wakati nilikuwa nasafisha uso, ghafla nikashangaa maji yakageuka damu. Ama kweli mambo yameanza kubadilika hapa kijijini. Basi sawa Raja, nitaenda kumuona mganga ili anipe maelekezo vizuri. Inabidi kwanza ndio kamwone mganga.
maana nadhani ukimwona atakuelekezea vizuri. Basi Raja, tukaondoke basi. Sawa kaka. Rabin mkuu, tayari kafara ya damu nimeileta. Sawa Musa, lakini naona ni kubwa sana Musa. Asa mkuu, laana limetokana na nini? Musa, muda bado sana. Wakati utafika utajua mambo yote. Sawa Rabini, lakini ningekusihi kwa msamaha mkubwa, punguzeni adhabu kwa wanakijiji wote. Na kunywa hii damu kwa kuonesha kubaliwa kwetu. Musa, kafara itakubaliwa. Asante mkuu, nashukuru sana. Sophie rafiki yangu, unajua kwamba nampenda Raya sana. Sikia nikwambia rafiki yangu, hata mimi nampenda sana na nitamwambia ukweli. Makubwa, unadhani Raya ataweza kukupenda kweli? Salima, acha maneno, mimi nitapendwa tu. Sawa, kama una bahati. Mfalme, tawala. Naam mganga. Shabula. Mfalme, kafara inakubaliwa na mizimu, lakini mambo ni mazito sana. Safi sana mganga, na umefanya kitu ya maana sana. Sawa mtawala. Shabula. Soko. Sidhani kama Viki atafariki. Kwa nini unasema hivi? Kwa sababu mfalme ana nguvu. Wewe katoa nguvu wapi? Unakaza kwenda kumtesti mfalme. Baada ya hapo tafahamu. Sawa? Nimeanza kuzoea mazingira hapa kijijini. Malikia huyo. Shabula. Malikia, tuna furaha sana kukuona. Sawa, hata nami pia nafurahi kuwaona. Asante Malikia. Shabula. Sikieni, huyu hapa tunamuita kama mpelelezi wa kijiji. Salamu zenu nyote. Kwa majina naitwa John. Kwani yeye ni nani? Sisi hatunufahamu. Ndio mtabiri. Kwa nini umefanya haya bila kutushirikisha? Umefanya maamuzi bila kutuambia si wana kijiji. Sikieni, mimi ndiye mtabiri hapa na najua kitu ambacho ninachokifanya. Ndugu zangu, ina maana mnikubali? Na kama mnikubali, ambieni basi niondoke. Hapana, huwezi kuondoka kwa sababu mimi ndio nimekuweka hapa.
Sara, mimi kuna mipango ambayo Musa ameniagiza kwa sababu ya ufalme. Mipango? Mipango gani haya? Nimetumwa kwenye ufalme ili nichukue hiyo kinga ya ufalme. Wewe, mbona ni ngumu sana? Utafanikiwa kweli? Ndiyo, nitafanikiwa kwa sababu mimi ni mjanja sana. Sawa. Pole sana. Ila kazi unayo. Mimi najitumainia na sijawahi kushindwa. Mimi sidhani kama utafanikiwa kwa sababu kwenye ufalme huu kuna ulinzi mkubwa sana. Tafanikiwa. Viki, mbona sijaona ripoti ya kazi ambayo nimekutuma kwenye ufalme? Mkuu, bado sijafanikiwa. Naoneka matako yako. Wewe, nimekuwa kwa mlinzi kwenye ufalme ili uchukue hiyo kinga ambayo Ray anavaa mkononi. Samahani mkuu, nitafanya kila namna ili niweze kuichukua hiyo kinga. Matako yako. Viki, harakisha mambo kwa sababu muda unaenda. Sawa. Musa! 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 Wewe Raya, mbona nitaita hivyo? Kuna shida? Ndiyo mganga, kuna kitu kimenishangaza sana. Shobo tu. Kitu gani? Jana wakati nasafisha uso, nikashangaa ghafla maji yakageuka damu. Raya, matako yako. Nimekwambia nini? Nakuuliza, nimekwambia nini? Nimekwambia usije hapa mbele yangu kuniambia shida yako. Naondoka. Mganga! Mganga! Mbona unataka nachoniambia? Na sasa mapenzi yaliyo